الحمد لله على نعمة الإيمان به، والحمد لله على شرف الإسلام له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم عبدك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد أمر الله تعالى بذلك وقال في الذكر الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الأعزاء، enyi ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla waala, kumtakia sala na salamu, rehma na neema mtumwamisha Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni katika jambo zima la kumcha Mwenyezi Mungu kama ambavyo limetangulia kuihusia nafsi yangu kwa jambo hili adhimu, na kisha nizingatie kwamba tupo katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, na khutba yetu itazungumzia umuhimu wa kuimarisha misikiti, jambo ambalo lipo mbele ya macho yetu, tunaliona na tunalishuhudia. Msikiti ndiyo taasisi ya kwanza kabisa ambayo Mwenyezi Mungu Jalla waala ameiweka duniani ili iwe ni sababu ya kutajwa kwake. Msikiti ndiyo sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Jalla waala ametaka kila siku mara 5 au zaidi linyanyuliwe jina lake, atajwe na aitwe katika nyumba kama hii, watu waitwe. Mwenyezi Mungu anasema: fi buyutin adhina Allahu an yudhkara, fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahum Allahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Aya hii inatuonesha namna gani Mwenyezi Mungu alivyotaka misikiti iwe. Fi buyuti, katika majina. Adhina Allahu, Mwenyezi Mungu ametoa idhini katika majumba hayo, an turfa, linyanyuliwe, wa yudhkara fiha ismuhu, inaliwe, litaje jina lake, watu waitwe hayya ala salah, hayya ala falah, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ila akhir al-adhan. Watu waitwe katika msikiti, waache kile walicho nacho, waje katika jambo hili asubuhi na jioni, yani kutwa nzima.
ndani yake Mwenyezi Mungu asema rijalun, kuna wanaume, watu wamekuwa sifa ujanadume, wanaume ambao kwamba la tulhihim tijaratun wala bay', hawashughulishi na biashara ya kuuza wala kununua, an dhikrillah, katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu na kumtaja Mwenyezi Mungu. Akaweka sala pale maalum, wa iqamis salah wa ita'iz zakat. Kwa nini watu waache kila walichonacho waje msikitini? Yakhafuna yawman tatakallamu fihi alqulub wal absar. Watu hao wanaume wenye sifa ya kijana dume wanaogopa siku ambayo kama Mwenyezi Mungu anasema macho atakodoka na moyo utapasuka kwa ajili kama hili. Nini madhumuni yao? Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, Mwenyezi Mungu aje awalipe kwa vizuri sana zaidi kwa yale ambayo wameyatenda. Msikiti, Mwenyezi Mungu ameshuhudia kwamba wanaokwenda misikitini ni watu wenye imani iliyotimia. Akasema tena katika surati Tauba aya 18, akasema innama ya'muru masajida Allah, hakika si mengine sipokuwa ni kwamba wanaamirisha misikiti ya Mwenyezi Mungu. Nani hao? Man amana billahi wal yawmil akhir, wale watu wenye kumwamini Mwenyezi Mungu sawa sawa na kuamini kwamba iko siku mtafufuliwa, mtasimamishwa, mtahesabiwa na mtalipwa siku ya kiyama. Wa iqamis salah wa aqamas salah wa ataz zakat, wakasimamisha sala wakati wa zaka. Watu hawa wana sifa kubwa inawafanya waache kila biashara waliokuwa nayo waje msikitini, kama ni waajiri, kama waajiriwa, kama ni bosi, kama ni mfanyakazi wa kawaida, anaacha kila kitu na kuja msikitini kwa sababu moja tu, ni kwamba hawaogopi mwingine. Walam yakhsha illa Allah, hawamwogopi isipokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin, huenda hasa hawa wakawa ni miongoni mwa watu ambao wameongoka. Misikiti nisema ambao kwamba Mwenyezi Mungu amempa adhabu kali mwenye kuzuia mtu kwenda msikitini. Akasema man azlam, ni nani aliyekuwa dhalimu zaidi? Madhalimu wako wengi. Kuna dhalimu wa mirathi, kuna dhalimu katika ndoa, kuna dhalimu katika watoto, kuna dhalimu katika mali, kuna dhalimu katika mambo chungu zima, kuna dhalimu kwa nafsi yake mwenyewe. Lakini aliyekuwa dhalimu zaidi ni nani? Wa man azlam mimman manaa masajid Allah, na nani aliyekuwa dhalimu zaidi kuliko yule kwamba anazuia watu kwenda msikitini? Ayudhkara fi ismu, ayudhkara fi ismu, watu wasita Mwenyezi Mungu astaje msikitini, wasaa fi kharabiha, na wakaingia katika kuibomoa misikiti. Na misikiti inabomolewa kwa namna nyingi mbili. Kubwa ni moja, kuvutwa kama unavyojua, lakini namna ya pili ni kutia fitna baina ya maimamu, baina ya waumini, baina ya waadhini, baina ya Waislamu. Kule ni kubomoa msikiti vile vile katika kisheria. Misikiti ni sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amenyanyua katika kuitaja kwake. Akasema vile vile katika kuonesha umuhimu wa kuamilisha misikiti aliposema innama ya'muru masajid Allah, kisha mtume Mwenyezi Mungu akaja kuweka wazi nini maana ya kuamilisha msikiti. Akasema katika hadithi ya Imam Bukhari na Muslim ya kwamba man bana masjidan, mwenye kujenga msikiti wote, msikiti ambao kwamba yabtaki fihi wajha Allah, anataka radhi za Mwenyezi Mungu kwa kujenga kwake huko, bana Allahu lahu baitan fil janna, Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba peponi mwenye kujenga msikiti. Katika riwaya nyingine Bibi Aisha akamwambia Mtume Mwenyezi Mungu, hata msikiti mdogo, msikiti uko nje pembeni tu hivi mdogo. Mtume akasema hata msikiti mdogo kama nyumba ya ndege, nyumba ya ndege, nyumba la ndege ile la kutengeneza kwa majani na vitabu vya miti, basi msikiti mdogo kama vile Mwenyezi Mungu atamlipa mtu nyumba siku ya kiyama kwa kujenga kwake. Kadhalika misikiti katika kuonesha maneno haya ya Mtume Mwenyezi Mungu, Mtume Mwenyezi Mungu akafanya implementation, yani akafanyia kazi aya Mwenyezi Mungu innama ya'muru masajid Allah, akatuonesha kivitendo alipoingia katika mji wa Madina
jambo la kwanza kabisa alilofanya, hakujenga nyumba yake wala hakujenga nyumba ya mwanae Fatima wala hakujenga nyumba ya mke wake yote. Alifanya nini? Alijenga msikiti, kutuonesha ahamiyatul masajid, umuhimu wa msikiti katika jamii ya Kiislamu. Ni senta ya kila kitu msikiti. Mtume wa Mwenyezi Mungu akajenga msikiti ili kuweka taalluq, kuweka mafungamano ya Waislamu katika msikiti kama ule, na kuonesha nini makana na makani, cheo cha msikiti ni kitu gani katika jamii ya Waislamu, kiasi ambacho kwamba jambo la kwanza katika Madina kalifanya hivi. Kadhalika katika uzuri wa msikiti ni kwamba panapokuwa na msikiti, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamlipa kila anayetoka na kutoka akaja msikitini, kila hatua analipwa, kila hatua step anachukua. Kama katoka mbali dakika 2 atalipwa hatua zake, kama katembea dakika 10 atalipwa hatua zake, kama katembea dakika 25 atalipwa zaidi. Mtume akasema katika hadithi ya Imam Tabrani, Imam Ahmad akasema kwamba man raha ila masjidi, mwenye kwenda msikitini, masjidi aljamaa, kama hapa msikiti wa waljumaa au msikiti wa jamaa, msikiti manake mkubwa ambao watu wanasali ndani yake katika msikiti, fa khutwatun, kwa kila hatua, tamhu sayyi'a, anafutiwa dhambi, wa khutwatun, na kila hatua, tuktab lahu hasana, anaandikiwa thawabu. Subhanallah, nini Muislamu apewe zaidi jambo kama hili? Yani anapotoka nyumbani kwake kaja msikitini, kila hatua analipwa, step after step, step by step. Kila hatua anaandikiwa thawabu kupandishwa na anaandikiwa dhambi kufutiwa. Vile vile katika uzuri wa msikitini ni kwamba hata kule kukaa msikitini, labda mkaja msikitini kaja mapema saa 6, ni kheri kwake, anapata thawabu nyingi kuliko yule aliyekuja 7 kasorobo au 6:30, kwa sababu kule kukaa msikitini peke yake vile vile ni ibada, kama ilivyokuja katika hadithi, ala adullukum, Mtume akasema ala adullukum, yeye ni kujulisheni, ala ma yamhu Allahu bi khataya, jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu atalitumia kukufutieni dhambi zenu, wa yarfa'u bihi darajat, na kumpandisheni daraja. Masahaba akasema tuambie, qalu bala, tuambie. Mtume akasema isbahul wudu'i ala al-makarih wa kathratul khutwa ila al-masajid, kutia udhu mpaka sehemu kubwa, na vile vile kuwa mtu unakwenda mara kwa mara msikitini. Ule mara kwenda msikitini mara kwa mara, unafutiwa dhambi zako na unanyuliwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kadhalika kama mtu anakuwa na tabia ya kutoka nyumbani kwake katika sala ya alfajiri kwenda msikitini, Mwenyezi Mungu, Mtume Mwenyezi Mungu vile vile ameiwekea sehemu maalum, akasema kwamba katika hadithi nyingine, bashiril mashaina, wabashirie mambo mema wale ambao almashaina fi dhulami, wanaotembea katika kiza usiku, ila almasajidi, kwenda msikitini, wabashirie binuri tami yaum alqiyama, kwamba hawa siku ya kiyama watakuwa na mwangaza kamili. Ndugu zangu, siku ya kiyama kutakuwa na giza kubwa sana, na kila mtu ataona kutokana na nuru ya mwendo wake wa kwenda msikitini. Aliyekuwa alfajiri mara nyingi anatoka na kwenda msikitini atakuwa na nuru kubwa, aliyekuwa yeye analala hatakuwa na nuru. Haya ni Mtume Mwenyezi Mungu ameeleza katika hadithi ya Imam Abu Daud na Tirmidhi. Kwenda msikitini, Mwenyezi Mungu amekuweka katika daraja ya imani. Aweza mtu kwa Muislamu, lakini kama anasali nyumbani hajakuwa na dalili na alama ya imani ambayo Mtume kaisema katika hadithi ya Tirmidhi na Ibn Khuzaimah. Mtume akasema kwamba idha ra'aytumur rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman, mkimuona mtu anakwenda msikitini mara kwa mara, nyinyi waumini mshuhudieni kwamba huyu ni mwenzetu Muislamu. Dalili ya imani ya mtu. Mtume Mwenyezi Mungu ameegemeza katika kutembea kwenda msikitini mara kwa mara. Kadhalika vile vile kukaa msikitini kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume Mwenyezi Mungu, na kadhalika katika maneno ambayo ameeleza mmoja katika masahaba.
Abdullah ibn Mas'ud anasema man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i as-salawat haythu yunada bihinna, kama ilivyokuja katika mapokezi ya Imam Muslim. Mtu ambaye kwamba anapenda, anatamani, anataka kesho siku ya kiyama akutane na Mwenyezi Mungu hali ya kuwa na furaha kwamba yeye Muislamu, basi falyuhafidh ala haula'i salawati, azihifadhi sala hizi haythu yunada bihinna, kila zinaponadiwa ahifadhi, kwa maana kwamba atoke aache kila chake ende msikitini. Bali katika hadithi hiyo hiyo anasema Abdullah ibn Mas'ud akasema kwamba Mtume Mwenyezi Mungu ametuelekeza sunan al-huda, njia za uongofu. Ukitaka kuongoka ufanye nini? Mimi nataka kuwa Muislamu mzuri, nataka kwenda peponi, nataka kana. Mtume Mwenyezi Mungu amewafundisha masahaba, miongoni mwao ni Abdullah ibn Mas'ud, ambao katika hadithi hii anaeleza kwamba fa inna Allaha shara'a linabiyyikum sunan al-huda. Mtume Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu mwenyewe amemkunjulia na kumfahamisha mtume njia za kupita ili mtu aongoke. Wa innahunna min sunan al-huda, na hakika hii sala tano ndio katika njia za uongofu. Walau annakum sallaitum, na laitan kama nyinyi mtasali fi buyutikum, katika majumba yenu, kama yusalli hadha almutakhallifu fil jamaa, kama ambapo mtu mmoja ataka kwamba kwani lazima kwenda msikitini, mtasali nyumbani, mtasali ofisini, mtasali wapi? Anaitwa almutakhallifu, amekwenda kinyume na Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtafanya hivi, anasema Abdullah ibn Mas'ud, mwanafunzi wa Mtume Mwenyezi Mungu, anasema mkifanya hivi basi la taraktum sunnata nabiyikum, mtakuwa mmeacha mwenendo wa mtume wenu. Kama mtasali majumbani, mtasali maofisini, mtasali majiani, mkazi kwa misikitini, mtakuwa mmeacha sunna ya mtume. Walau taraktum, na kama mtaacha sunna ya mtume wenu, la dhalaltum, mtakuwa mmepotea. Hakusimama hapa Ibn Mas'ud, akasema kwamba walaqad ra'aytuna, na sisi tumeona masahaba, walaqad ra'aytuna, sisi masahaba tumeona, wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lubun nifaq, hakuna mtu ambaye anapenda kuswali nyumbani sana, anapenda kinyume na sunna kuja msikitini, isipokuwa munafiqun, ni mtu mnafiki. Tena akasema sifa ma'lubun nifaq, unafiki wake ni unafiki hai. Maana katika chama au katika mpira kuna mwanachama hai na kuna mwanachama si hai. Mwanachama hai yule ambaye kwamba analipa ada, pengine kila mwezi au kila wiki au kila mwaka analipa, mwanachama hai anaitwa. Sasa katika wanafiki anasema Ibn Mas'ud ya kwamba huyu atakuwa mnafiki aliyekuwa wazi kabisa, maalumu nifaq. Kwa hiyo atapokuja msikitini mmoja wenu akakaa kusubiri sala, Mtume anasema malaika la yazalu malaika hawataacha tad'u wa tusalli alayhi ma dama fi musalla, muda atakapokuwa kakaa pale anaposali, muda atakapodumu pale, malaika wasema nini? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaika wa Mwenyezi Mungu anamwombea dua. Malaika viumbe ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewasifu la ya'suna Allah ma amarahum. Mwenyezi Mungu amewasifu malaika kwa kuwajua alivyowaumba, hawamwasi Mungu hata siku moja katika walioambishwa. Viumbe hawa wanamwombea dua kila mtu ambaye kwamba kaja msikitini na kakaa katulia, anasubiri sala au anasikia khutba. Sasa tunapata tabu leo, anakwenda mtu kwa shehe, nimekuja na matatizo bana, kata nataka dua. Sheikh anamwambia sawa, tufanyia dua. Mwingine mimi nimekuja nataka ruqya, sawa tukufanyia. Mwingine wanakwenda kama sheikh wako wanataka dua, jambo zuri, lakini kumbe kuna jambo zuri zaidi. Lipi? Ni dua malaika. Dua malaika. Sheikh atakuombea na, lakini sheikh ni binadamu kama wewe na vile, ana khata, ana zalal, ana makosa yake naye anakosea. Mdomo wake huo atakuombea dua, pengine ulimsengenya mtu, mdomo huo
uligusa chupa ya pombe, mdomo huo ulimtukana mtu, lakini midomo ya malaika haijapata hata siku moja kufanya maasi ya kumbusu mwanamke wala kuomba dua mbaya wala kumsema mtu. Midomo ile inakuombea dua wewe ambaye kwa kuja msikitini na unasubiri as-sala. Pamoja na yote, ndugu zangu Waislamu, Mtume Mwenyezi Mungu akatoa maonyo katika tabia ya waumini kuchelewa kuja msikitini. Yeye anasubiri, anazama sasa, kwani saa ngapi? Wanaswali 7 kamili, basi tutakwenda kasa dakika 5. Huyu Mtume Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi ya Imam Tirmidhi vile vile kwamba la yazalu qaumun yataakharuna hatta yuakhiruhum Allah, watu hawataacha kuchelewa msikitini mpaka siku ya kiyama Mwenyezi Mungu nao vile atawachelewesha. Subhanallah. Mwenyezi Mungu alijenga msikiti mpaka Mtume anasema kwamba wale ambao wanachelewa, sio haji msikitini, anakuja, lakini yeye alifanya mtu wa time, anaangalia dakika ngapi wanaswali, 7 kasoro, basi dakika 5 ikifika pale adhani itakuwa. Huyu Mtume anasema hataacha kuchelewa mpaka siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atamchelewesha. Ikiwa atadeserve kwenda peponi, atachelewesha. Kadhalika yule aliyekuja msikitini vile vile anatakiwa akifika msikitini akimbie haraka aende katika safu ya mwanzo. Safu ya mwanzo ni safu ambayo Mtume kasema malaika wanaombea dua. Malaika wanamwombea dua mtu aliye katika safu ya kwanza. Na vile vile akasema Mtume, la yazalu qaumun yataakharuna an safi al-ula, as-safi al-awwal, watu hawataacha kuchelewa katika safu ya kwanza hatta yuakhiruhum Allah fi an-nar, mpaka Mwenyezi Mungu atawachelewesha katika moto. Safu ya kwanza, yani mtu kaja msikitini anatakiwa apiganie safu ya kwanza, kakosa apiganie ya pili, kakosa apiganie ya tatu, asikubali kuwa nyuma hata siku moja. Malaika wanamwombea dua mtu katika safu ya kwanza, na Mtume kasema mtu akiwa anachelewa msikitini mara nyingi, huyu atachelewesha mpaka atakapelekwa mtoni kwa sababu ya kama hii. Kadhalika akishakuja msikitini mtu kama hapa, basi anatakiwa akija msikitini awe ni mtu ambaye anafurahi. Vipi Sheikh? Salama, mambo mazuri, alhamdulillah, mashallah. Ni mtu ambaye ana furaha, kama vile mtoto ana njaa kaona kitu cha mamake, kama vile mtu alipika magharibi kafunga anataka kufutari, anakuwa mtu bashasha, mtu ana furaha fulani hivi. Kwa nini? Kuna sala, kuna jambo kubwa linasubiria hapa, sala. Akija hapa mtu uso umekunjuka, anafurahi, anacheka na salimia watu. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Pakinaliwa tu mtu anasimama haraka na nishati, alhamdulillah, mashallah, mtu anakwenda bashasha. Hivi ndivyo Mtume alivyosema. Mwenyezi Mungu Jalla waala akasema vibaya sana bilaksi watu ambao akija msikitini na kuja kama anasukuma, na akifika anatafuta pale negelea kama kaja katika karate na anasinzia. Mwenyezi Mungu anasema innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, hakika wanafiki wanadhani kwamba wanamcheza shere, kama wanamfanyia ujanja, kama wanamchiti Mwenyezi Mungu, wanakuja msikitini. Wanafiki, ndugu zangu, wanafiki ni watu ambao wamo baina waumini. Mwenyezi Mungu atukinge na watu kama hawa. Mwenyezi Mungu anatuonesha baadhi ya sifa zao. Anapokuja msikitini anakuja kivivu hivi. Mwenyezi Mungu asema anakuja msikitini vipi? Yukhadi'una wa idha qamu ila as-salah qamu kusala. Akija msikitini pakinaliwa anasimama hivi kama kwamba jambo kalazimishwa hivi. Sasa tena ndo haya basi imam pakiswaliwa hivi, na imam tena akianza ya ayyuhalladhina amanu, anasema huyo keshaanza masuala makubwa. Huyu akili yake inamwambia huyo keshaanza. Alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi dalil. Subhanallah, Bakara hiyo leo tutakoma akili yake katika akili yake. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Subhanallah, hiyo sura al-Hajj. Tutakoma. Mungu anakuona moyo wako. Ulitakiwa pale useme alhamdulillah, leo
Mashallah, leo utapata kutulia ndani ya sala na kuisikia Qur'an. Mwenyezi Mungu anataja sana kama hawa, anasema kwamba wa idha qamu ila salah qamu kusala, wanasimama kivivu, tena yurauna an-nasa, hali ambao kwamba wanajionyesha kwa watu, wala yadhkuruna Allah illa qalila, na wala hata kabisa Mungu kumtaja kwa kidogo, yani maana asari Sheikh asma tasar taratibu. Unajua sisi wengine wagonjwa, wengine wanajua siku ya mbaya taratibu Sheikh, lakini si nimesema msipolisha sura. Unajua kuna wengine wagonjwa, bwana wewe, huo ni unafiki. Hiyo ni sio unafiki ndugu yangu. Wala yadhkuruna illa Allah illa qalila mudhabdhabina baina dhalika, they are hanging in between, wananing'inia katika imani hawapo, katika unafiki hawapo. Subhanallah, ndani ya msikiti hayupo, nje hayupo. Maana ni kwamba nini? Yupo msikitini physically, yupo msikitini kasimama na swali, lakini spiritually yuko kiwandani au nyumbani kwake au wapi, anapigia mahesabu, nikitoka hapa ananjeresha utakuwa kama mudhabdhabina baina dhalika la ilaha illa wala ilaha illa. Huko msikitini hawamo na huko nje hawamo. Ni sifa ya unafiki. Ndio maana Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam alikuwa inapofika sala anamwambia Bilal, ya Bilal arihna bis-salah, Bilal tustareheshe kwa sala. Na sisi tunajua starehe ni jambo lenye kupendeza, jambo zuri. Ya Bilal arihna bis-salah, ewe Bilal tustareheshe, qim swala tupate kuenjoy. Hizi ni baadhi ya sifa ambazo za msikiti pamoja na waumini. Inma ya'budu masajid Allah man amana billah, hakika wanaoamrisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni watu ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu. Hii kuamirisha iko namna mbili. Namna ya kwanza tumetaja ni kujenga msikiti. Kama mashallah msikiti umejengwa, kama mtu kajenga kama hivi, katumia mali yake na kila kitu kajenga msikiti nzuri sana. Hajengi jambo kama hili ila mwenye imani ya kweli hasa, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Kwa hivyo kajenga. Lakini nini sehemu yetu sisi ambao pangu pakavu hatukujenga, hatuna uwezo wa kujenga? Basi hatuingii katika aya hii. Inma ya'budu masajid Allah man amana billah, tumemwamini Mwenyezi Mungu sisi, lakini hatuingii hapa. Tunaingia sana. Mmoja katika kuamirisha misikiti ni kuiamirisha namna mbili. Kwanza ni kama physically kuijenga, na pili spiritually, yani kuwa moyo wako umeshikamana na msikiti. Pakinadiwa unakimbilia. Kama hivi Mwenyezi Mungu anasema idha nudiya lis-salah min yawmil jum'ah fas'au, panapoitwa katika Ijumaa pakanadiwa sala, Allahu Akbar, kanadiwa adhana katoka, basi pale ujue ushachelewa. Tunajua sisi mtu akichelewa anafanya nini? Mtu akichelewa hatembei, anakimbilia. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akusema nendeni. Hakusema hapo. Kiarabu ndio kwa sana. Kuna neno dhahaba, kuna saa. Yote katika Kiarabu yanatumika katika maana moja, lakini na mtofauti. Dhahaba ni mtu anakwenda taratibu, anakwenda. Akija msikitini mtu saa 6 kamili, 6 kasorobo, basi atembee. Anakuja msikitini mapema. Lakini akisikia adhana, amri ya Mungu, akimbilie. Kachelewa, fas'au ila dhikrillah, kimbilieni tena, maana kachelewa kwa lugha nyingine, kimbilieni katika kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yule ambaye katika akili yake limo hili kwamba mimi naitwa nikimbilie, huyu vile vile anaamirisha msikiti. Misikiti imejengwa, wenye kujenga wakajenga, na wenye kuamirisha waumini ambao kila siku wanakimbilia msikiti. Bali imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba al-masjidu baitu kulli taqiyyin, msikiti ni nyumba ya kila mcha Mungu. Basi wewe utaki kuwa mcha Mungu, msikiti ndio nyumba yako. Al-masjidu baitu kulli mu'mini fi riwayati, msikiti ni nyumba ya kila muumini.
hiyo anatakiwa mtu aje msikitini Ijumaa akimbilie. Na sifa nyingine muhimu sana ni kwamba siku ya hasa ya Ijumaa, siku nyingine pia, unapokuja msikitini jitahidi kujipamba, kuja katika sura nzuri, kwa sababu unakuja kwa mfalme wa wafalme, huji kwa rais wala waziri. Kama una appointment na rais, una miadi au waziri, unakwenda vizuri, unakwenda na suti, unakwenda na kitu gani unayo. Lakini kwa Mwenyezi Mungu unakuja vile vile manguo yako tu, si vizuri namna hiyo. Mwenyezi Mungu hakupenda hivyo. Mwenyezi Mungu anasema ya bani adam, enyi wanadamu, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, jipambeni pia msikitini. Hii aya Mwenyezi Mungu Al-A'raf 31, mkija msikitini chukueni mapambo. Sasa mapambo sio makochi kwa sababu makochi yako ni mtinda kuja msikitini, au kabeba hili chetezo au kabeba pazia. Mapambo ni wewe unakuja katika haya gani, sura gani, katika moyo wako imepita ile taadhimu Allah, ile heshima imepita, kama nakwenda kwa Mwenyezi Mungu mfalme wa wafalme, nakwenda kumwabudu Mungu zaidi, nakwenda katika jambo kubwa, kwamba sasa nakwenda katika jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu ndo analitaka hilo, lazima ni katika sura nzuri. Unatakiwa ufanye kama hivi, uje katika sura yenye kupendeza na moyo ambao uko wazi kabisa. Ndugu zangu, anayekuja msikitini ni kama Mwenyezi Mungu amemjengea pepo kila anapokuja na mtengeza sehemu. Mtume amesema man khada ila almasjid au raha ila msikitini asubuhi au jioni, a'adda Allahu lahu fil janna, Mwenyezi Mungu anamwekea, anamwandalia peponi nuzula, pahala pake maalum pa kufikia peponi, anaandaliwa. Kullama khada au raha, kila anapokwenda msikitini asubuhi jioni, ajua Mwenyezi Mungu anamtengea sehemu yake ya peponi. Tayeb, msikiti huu kama tulivyosema kwa mdogo kwa mkubwa. Mmoja katika maimamu ambaye ni salafu salih, al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim, alizaliwa mwaka 240 Hijria, miaka ile 300 bora watu wa mtume alowaacha wale, akasema miaka 300 bora huyu yumo. Katika tarjama yake al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya wa Nihaya, kitabu chake, kaeleza kwa siku moja imam huyo anaswalisha, baada ya sala vijana wakamfuata, akamwambia imam, msikiti umekuwa mdogo mashallah, watu wanaswali katika jua, watu wanapata tabu, watu wanapata dhiki, waambie waislamu tupate mpango msikiti uzidishwe au jengo mengine, tabu imekuwa hivi. Basi Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim akatangaza msikitini kama jamani, kuna shida hapa, msikiti umekuwa mdogo, kata watu kimya. Mwisho akatokeza mtu mmoja, kaambia imam, mimi nitasaidia, nitatoa mali kwa msikiti, lakini unanihakikishia pepo? Maana mtume akasema anajenga msikiti ni kama Mwenyezi Mungu anamjengea pepo, nyumba pepo. Sasa mimi nitajenga msikiti, nitatoa mali yangu, lakini imam, nataka unihakikishie nitaipata pepo. Imam kwa kuona kwamba ndio watu wanataka msikiti, wana shida ile kama ile, naam. Yule bwana akazidisha, akasema sasa naomba uniandikie maandishi. Imam subhanallah akasema sawa, akaandika bismillahir rahmanir rahim, anaandika faamsaka al-imam qalami wa qitasi wa kataba fiha bismillahir rahmanir rahim, hadha ma shahida Abdurrahman ibn Abi Hatim anna li fulan ibn al-fulani fi baitul lahu fil janna, akasema au kama qala, akaandika pale, anaandika mimi nashuhudia mimi fulani Abdurrahman fulani bin fulani katoa mali yake, kwa hivyo ana nyumba peponi. Kamwandikia karatasi akampa yule bwana, akatoa sadaka mzima insa. Imam akaondoka pale karibu nyumbani, lakini akili yake iko sawa, kama da mimi nimemwandikia mtu kwa ni sawa hivi, Mwenyezi Mungu mimi mwenyewe sipitakuaje leo namhakikishia mtu pepo, itakuwa vipi? Akarudi nyumbani baada ya hiyo siku ile kidogo muhtamu, yani akili yake ilikuwa anaona dhiki,
akalala. Falamma nama, alipolala akasikia mtu anamwita, ya Abdurrahman, ewe Abdurrahman, mwambie fulani fulani, tunakujulisha wewe kwamba inna almasjida qad qabilnahu wa inna alahda qad wattaqnahu wa inna arrajula fi aljannati qad adkhalnahu. Subhanallah, ameota usingizini, amelala na dhiki kwamba mimi mwandikia mtu kitu, sina vitakuwa vipi binadamu mimi, na labda ana wasiwasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwonyesha ndoto kwamba kaja malaika na anamwambia, bwana wewe sikiliza bwana, mambo matatu. Inna almasjida qad qabilnahu, msikiti aliojenga yule bwana tumeukubali kwamba akajenga kwa ucha Mungu. Wa inna al-ahda qad wattaqnahu, na ile ahadi uliotoa sisi tumeipitisha, tumegonga muhuri, imepita. Wa inna ar-rajula, na yule bwana fil janna, katika pepo, qad adkhalnahu, tumeshamuingiza. Imam Abdurrahman akaamka sasa, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ameona nia njema katika jambo langu. Kwa hiyo ndugu zangu, misikiti ni pahala muhimu sana katika Uislamu. Misikiti ndio senta ya Uislamu, na kama tunajua kwamba msikiti ndipo walipotoka watu barabara. Ukisikia Abu Bakr radhiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, Umar ibn Khattab, Ammar ibn Yasir, hawakutoka katika university nyingine wala madrasa yote isipokuwa katika msikiti. Pale ndipo waliposomeshwa, wakatoka pale wanaume, rijalun la tulhitia wala bai, watu ambao kwamba hawakushughulishi chochote zaidi ya kuona nyoyo zao zimefungamana na msikiti. Tumalize hotuba hii kwa kutaja kwamba ikiwa mtu anataka siku ya kiyama apate kivuli cha Mwenyezi Mungu, siku ambayo kwamba yauma la dhilla illa dhillu, miongoni mwa mambo makubwa ambayo mtu atayapata ni mtu kuwa mwenye kuamilia msikiti. Moyo wake uwe msikitini, anafikiria saa ngapi nitakwenda, nitaswali kablia, nitaswali baadia, saa ngapi nitarudi, hakika. Katika hadithi maarufu tunasema kwamba warajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, na mtu ambaye kwamba moyo wake mara zote nafikiria, la hapa sasa ni Ijumaa, lakini la asiri nitaswali wapi, jiani pale fulani. Yani akili yake yote inapiga mahesabu sala zake. Sio sisi akili yako inapiga mahesabu, nitapata pesa wapi, wapi nitakula, wapi nitapata dini, wapi nitapata kaka. Hivi si ndugu zangu. Kwa misikiti ni pale muhimu sana, imejengwa, wale waamrishwa wameamrisha kujenga, kazi yetu sisi ni kuitunza. Kuitunza ni muhimu sana kwa msikiti, na si lazima uwe mfanyakazi wa msikiti, hapana. Kila muumini msikiti ni nyumba yake, kama Mtume alivyosema, na kila mwenye nyumba yake atapenda nyumba ile iwe safi, kiasi ambacho Mtume Mwenyezi Mungu alikufa mmoja katika masahaba wa kike. Masahaba walikuwa dhaifu, hawajulikani sana watu, lakini kwa sababu alikuwa na sifa katika msikitini na kutafutia msikiti, siku waliokufa masahaba wakamzika usiku bila kumwambia Mtume, kusema kwamba Mtume kashika lala, msimshughulishe, jambo dogo tu hili. Lakini Mtume alipoamka siku ya pili hamuoni mama yule, akauliza fulani yuko wapi, akaambiwa kafa. Ilikuwaje kumemzika? Ingemjulisha yule mtu wa msikiti umuhimu wa msikiti. Ayuha al-ikhwa, i'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala ya'murukum bi amrin bada fi nafsi wa thanna بما أبلغ بالقدس وثلث بكم وقال في الذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن جميع صحابة رسولك المختار خصوصا منهم الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ذلك من الرحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.